Bwana Yesu asifiwe. Basi ni mchana mwingine mwema kwa Mungu ametupa, ikiwa pia ni siku ama ni Jumapili yetu ya kwanza katika mwaka huu ambao tumeingia, ikiwa siku ya 4. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri kwamba tumekutana kwa sababu ni Jumapili yetu ya kwanza, na pia tunaendelea kupata neno la Mungu vile Mungu anataka tufanye. Mwaka huu ukiwa ni mwaka wa kubatizwa katika Roho Mtakatifu na moto. So ni mwaka wa Pentecost. Mambo mengi ambayo Mungu anaenda kuyafanya katikati yetu, ambayo ni mambo ambayo kwa uwezo wa mtu, kwa nguvu za wanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu, kwa sababu anaachilia Roho wake Mtakatifu, yatawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumeshindwa kuyafikia. Lakini maandiko yanasema wakati Roho Mtakatifu anapotawala, hakuna jambo ambalo linaweza kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hata kanisa la kwanza wote walikuwa wamejazwa na Roho Mtakatifu, na kwa njia hiyo ikawafanya wawe na upendo, waje pamoja, lete vitu vyao pamoja, washirikiane pamoja. Yote ni kwa sababu ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukasome katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Mmoja atatusomea kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango ule wa kwanza, kifungu cha 4 na cha 5 na cha 8. Kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango wa kwanza, kifungu cha 4 na cha 5 na cha 8. So mmoja aweze kutusomea. Hivyo ni vifungu vitatu. Matendo mlango wa kwanza mstari wa 4, wa 5 na wa 8. Hata alipokuwa amekutana nao, akawaagiza wasitoke Yerusalemu, bali wangoje ahadi ya Baba, ambayo mmesikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, lakini ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Mstari wa 8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote, Samaria na hata mwisho wa nchi. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru, ninakuinua, ninakupenda. Naomba Baba ukapate kunena nasi na kutufunulia neno hili, kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema, haya ni maneno ambayo Yesu alikuwa akiwaambia wanafunzi wake, na anawapa kwanza historia akimtaja Yohana. Na anasema Yohana alibatiza watu kwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi pia tumebatizwa kwa maji. Hiyo ni huduma ambayo Yohana alikuwa nayo, na hata Yesu akabatizwa kwa maji. Lakini Biblia inasema huyo Yesu akawaambia, hata kama Yohana aliwabatiza kwa maji, lakini tulieni, kaeni hapa, maana siku hizi chache mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kana tofauti ya maisha yao. Wale walibatizwa kwa maji walipotoka, waliendelea na dhambi zao. Waliobatizwa kwa maji walipotoka, waliendelea na shughuli zao. Walipobatizwa kwa maji walipotoka, waliendelea na yale mambo ambayo yalikuwa yakifanywa. Na hata hapa waliobatizwa kwa maji, bado wengine wanazini, bado wengine ni waizi, bado wengine wanafanya mambo yasiyostahili.
lakini Biblia inasema Yesu akawaambia, siku hizi chache mnapotulia katika nyumba ya Bwana, unapotulia katika maombi ambayo tunaanza kesho, unapotulia katika ibada mahali hapa, hatutoki nje, hatuchezi, hatuna shughuli nyingi, unapotulia, anasema siku hizi chache mtabatizwa katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Halafu mstari wa 8 anasema mkishabatizwa katika Roho Mtakatifu mtapokea nguvu. Bwana asifiwe. Waliobatizwa na maji hakukuwa na mabadiliko ya nguvu, maana ilikuwa ni dhihirisho la kufa na kufufuka kwa Yesu. Lakini unapobatizwa katika Roho Mtakatifu, maandiko yanasema unapokea nguvu. So chochote ambacho ungehitaji kukifanya, utakifanya kwa sababu umepokea nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kusukuma mtu aanguke ni nini? Ni nguvu. Hata kula, nikaona mtu mmoja alipotembea hospitali alikuwa hana nguvu, so kumbe kula pia ni nguvu. So alipokuwa hana nguvu, akipewa sima hali, akipewa uji hanywi, akipewa maziwa hanywi, maana hana nguvu. Na hapa Yesu anasema Yohana aliwabatiza, Yohana akafanya, hata mimi niliwabatiza kwa maji. Hata hawa wazee na wachungaji waliwabatiza kwa maji, lakini Biblia inasema hakukuwa na matokeo ya nguvu. Lakini maandiko yanasema Yesu akawaambia atawabatiza yeye katika Roho Mtakatifu. Na anasema anapowabatiza katika Roho Mtakatifu, hapo ndipo mnapokea nguvu. Halafu hapo chini anasema ni nini hizo nguvu ulizozipokea utazifanyia kazi. Na anasema mnapopokea nguvu, kwanza, jambo la kwanza, mtaihubiri Injili kwa mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe. So, hata labda mwaka jana tulitamani kuhubiri, hatukuhubiri, maana labda tulikuwa hatujapokea hizo nguvu. Lakini mwaka huu, kwa sababu ni mwaka wa kubatizwa katika Roho Mtakatifu, mtazipokea hizo nguvu na Injili haitakuwa shida katika maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe. So, ukitembea tu utaanza kuhubiri. Na wakati unapopokea nguvu za Roho Mtakatifu, hauwezi kustruggle hata kwa biashara ile unafanya, maana unapoitisha uwezo wa Mungu na Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, watu wakitaka kupita, kuna upepo unawapiga, wanaingia pale kazini kwako, wanaingia kwa biashara yako, wanaingia hata pale kwa kashule kako, wanaingia hata pale unafanya kazi. Maana kile kinasababisha hizo nguvu ama matokeo ya hiyo nguvu ni kwamba kuna mambo ambayo yalikuwa hayajafanyika katika maisha yenu yanaenda kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Maana hawa wanafunzi hata wakitembea na Yesu hawakuwa wamepokea hizo nguvu. Ndio maana hata walikuwa wakienda kuomba, kuna mambo hayafanyiki, wanamrudia Yesu, wanamwambia tumeomba lakini haijafanyika. Mungu unafanyaje? Wewe unafanyaje? Wakawa na maswali mengi kwa sababu walikuwa hawajapokea Roho Mtakatifu, hawajapokea nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema ile siku ya Pentekoste, kwa sababu wamebatizwa siku hiyo katika Roho Mtakatifu. Biblia inasema wanafunzi walipotembea na Yesu, waliona vile Yesu anafanya, waliona yale mambo ambayo yalikuwa yanafanyika, lakini hawakuweza kuyafanya mpaka wakati walipopokea nguvu. Bwana Yesu asifiwe. So unapopokea nguvu katika uweza wa Roho Mtakatifu, maisha yako yanabadilika. Hata njaa unaitupa, maana una nguvu za Roho Mtakatifu ambaye ndiye
ndiye Mungu anafanya kazi pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo Yesu anawaambia siku hizi chache, inawezekana siku chache zako ni leo, ambapo utabatizwa katika Roho Mtakatifu. Inawezekana ni kesho kutwa, lakini katika kipindi hiki maandiko yanasema unapotulia utabatizwa katika Roho, na unapobatizwa katika Roho utapokea nguvu, na hata kwenda kwa biashara yako unahitaji nguvu ndio ufike hapo mahali. Bwana Yesu asifiwe. Na unapojazwa na Roho Mtakatifu, hakuna kitu utakiitisha kisifanyike. Hakuna jambo unalihitaji lifanyike. Hakuna maombi utafanya yasifanyike, maana uwezo wa Roho uko ndani yako. Na ni mwaka huu ambapo kila mmoja atapokea nguvu mpya. Unapopokea nguvu na unapopokea uwezo wa moto, hakuna machawi katika maisha yako yatakufikia. Bwana Yesu asifiwe. Ile kwamba ninarogwa, nina nini, kuna hivi ni kwa sababu Roho Mtakatifu hajamwagwa katika maisha yako, hujabatizwa katika Roho, na ndiyo maana hayo mambo yanakutendekea. Lakini nataka nikwambie, mwaka huu atakayekufuata vibaya ataona moto wa Roho Mtakatifu. Atakayekufuata vibaya ataona moto wa Roho Mtakatifu. Atakayekufuata vibaya ataona moto wa Roho Mtakatifu, kwa sababu uweza utatembea pamoja nawe. Hakuna machawi yatakayokufika, hakuna vita utapigana, maana kila vita utakavyoinuka kwa sababu ya Roho Mtakatifu, Yesu Kristo anasimama kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kazi yako ni kuendelea tu na maisha. Asubuhi unakula, jana unakula, jioni unakula. Fanya huduma ya Mungu, fanya biashara zako. Wanafunzi walipopokea uwezo wa Roho Mtakatifu, maandiko yanasema hakuna wakati walilalamika hakuna chakula. Hakuna wakati walilalamika maisha yao hayendi vizuri. Hakukuwa na huo wakati. Na Biblia inasema hata kanisa lilikuwa na store imejaa vyakula, kwa sababu walikuwa wamepokea uwezo na nguvu, na wangeitisha chochote kingepatikana. Bwana Yesu asifiwe. Na ikafikia mahali na wako kabila tofauti, kwa sababu kanisa lahitajika kukusanya kabila zote. Ndio hapa tuna mtu wa Nyanza, hapa tuna mtu wa Central, hapa tuna mtu wa Western, hapa tuna mtu wa Coast. Tumekusanya wote, na Biblia inasema kwa sababu stores zimejaa vyakula, wakati walipopokea uwezo mambo yakaanza kutendeka. Tayari watu fulani wakaanza kulalamika. Maandiko yanasema wengine wakaanza kusema kabila yetu imeachwa, kabila yetu haihudumiwi, kabila yetu ina hivi, chakula hakitufikiri, mambo yanafanyika hivi. Biblia inasema Petro na wale wanafunzi wakakaa, wakasema tuchague watu, kazi yao ni kudistribute vyakula kwa wale kabila tofauti ili kuondoa malalamiko. Bwana asifiwe. Lakini haya mambo hayakufanyika wakati hawajapokea nguvu. Nataka nikwambie mchana wa leo, mwaka huu ni nafasi yako kuepukana na machawi uliyorogwa mwaka jana. Mwaka huu ni nafasi yako kuepukana na umaskini uliokuwa nao mwaka jana. Mwaka huu ni nafasi yako kuepukana na vile vitu ulivyokuwa navyo mwaka jana. Mwaka huu ni nafasi yako kuepukana na zile shida zilizokuweko. Mwaka huu ni nafasi yako kuepukana na mzigo wa school fees uliokuwa mwaka jana. Mwaka huu ni nafasi yako, kwa sababu unaenda kubatizwa katika Roho, na wakati unabatizwa katika Roho hakuna jambo litawezekana kukushinda. Kila jambo litafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Hata Biblia inasema Yesu alipobatizwa, Roho Mtakatifu akashuka.
kama huwa, lakini akamshukia. Na Biblia inasema kwa sababu hiyo akapata nguvu, akaenda nyikani, akaomba siku 40 mchana na usiku, kutumia nini? Nguvu ambazo Roho Mtakatifu ameziachilia. Bwana Yesu asifiwe. So hata kufunga siku 21 nyote mtaweza kwa sababu ya nguvu. Hata kufunga masaa 6 ni ngumu. Nafunga asubuhi, ikifika saa 4 unalalamika njaa imezidi. Mpaka uwezi, mpaka umejilaza, mpaka utumane maziwa ndio ufufuke. Maana hakuna nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umekosa nguvu za Roho Mtakatifu, unaweza enda ukifika saa 6 unasahau kwamba umefunga, unaagizia maji unakunywa, unaagizia soda unakunywa, maana umesahau, kwa sababu uweza wa Roho Mtakatifu hauko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Si watu usahau mpaka akashtukia, kumbe nilikuwa nafunga. Sasa nishakula tayari, sasa nifanyeje? Sasa kama ushakula tayari unafanyaje? Ule unafanyaje? Uendelea. Maana ishatoka ama vipi? Uwezo wa Roho Mtakatifu hakuna. Lakini unapopokea uweza ambao Mungu amewachilia sasa, hautasahau. Yesu Kristo hakuna wakati alisahau. Na sisi pia kile kitu kinatufanya tusisahau ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hata yale masomo tunafundishwa, kile kitu kinatufanya tusisahau ni uwezo wa Mungu. Tunapata mwingine amefundishwa asijeisha dakika 5 amesahau. Uwezo wa Mungu hauko. Na ndio maana hapa kanisani, sababu tunawaombea wanabeba uwezo wa Mungu, wote huwa wanafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Huwa wanafaulu masomo. Kuna kitu hata kitatubabaisha. Stima imekatakata leo, kutajaribu haitakata tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yale mambo ambayo tunatamani kuyafanya, hata yale ya kulipia uwanja ambao hatujui zitatoka wapi, lakini maandiko anapomiminwa hakuna njia itafungika. Kila njia itafunguka na mambo yataanza kufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Jana nikawa shoro. Sina pesa lakini nikawa shoro. Maana sasa sinajua kwamba Roho Mtakatifu ana nguvu. So nikaulizia gari, zile gari kaulizia mpango, kaulizia nilipe ngapi mwanzo, kaambua hata kama umekosa kabisa lete hizi. Tukupe gari uende nayo. Kaambia niacheni niende narudi. Bado nafikiri sirudi hapa. Sitarudi. Bwana Yesu asifiwe. Mwambia Muhindi narudi, anasema usifanye wasiwasi. Isini siko tayari lete. Ambia usijali. Narudi. Sasa nimekuja nipokee uwezo wa Mungu, Roho Mtakatifu nafanya nini? Narudi. Bwana Yesu asifiwe. Nina Roho. Haleluya. Mambo yanaweza kufanyika yale ambayo hatuyatarajii. Maana hivyo ndivyo Roho anafanya. Na ndio maana wakati Paulo akiomba pale juu na kijana mmoja akaanguka na akafa, watu walikuwa wanajua wanaenda kuzika, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu maandiko yanasema alifufuka. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu alikukanyagia, sijui hutafanikiwa, hutafanya hivi, sijui hutaenda hivi, sijui maisha yako yatakuwa hivi, ameshindwa kuanzia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uwezo wa Roho Mtakatifu. Nikiwa pale biasharani kwako pale Bakara wakati mmoja, nimekaa pale dukani, lakini akaja mtu wa kwanza akanunua. Alipomaliza anasema sijui nimekujaje basi kununua vitu, nimesikia kama upepo tu unanifuta hapa nimetoka. Mwingine naye akaja akafanya hivyo. Mafuta ni upepo.
wanavutwa na upepo, wanavutwa na upepo, watakuja pale. Bwana Yesu asifiwe. Watakuja pale kwa kazi yako, maana ndani ya upepo pia kuna nguvu ya Mungu. Ndio Elia akasikia upepo, wa kwanza ulikuwa hauna, wa pili ukawa hauna, lakini ule mwingine ukawa una Mungu mwenyewe na nguvu za Mungu ndani ya upepo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka niwaambie hata huduma mwaka huu, sio upepo huko. Mtu anapita anasikia tu anaingia, anapita anasikia anaingia, anapita anasikia anaingia. Ndio nawaambia viti vifike. Tafuteni mpango wa kuleta viti. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema ile siku ya Pentecost, siku moja peke yake Roho Mtakatifu alipomiminwa, siku moja peke yake watu 3,000 walimwamini Yesu Kristo kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu alipokuwa akitembea hapa duniani hakukomboa watu 3,000 kwa mpigo, maana alingojea nguvu zimwingie. Lakini Roho Mtakatifu alipomiminwa hiyo siku moja, alafu unaambiwa magonjwa yalipona. Petro akiwa amejaa Roho, akitembea, kivuli chake kama jua liko huko, kivuli kiko wapi? Sasa laza mgonjwa hapo kwa barabara, upande ule kivuli kiko, akipita kile kivuli kikimgusa, amepona, anasimama. Akipita anapona, amesimama. Akipita anapona, anasimama. Hayo yote hayakufanywa na Petro, yalifanywa na nguvu za Roho Mtakatifu ambaye anamiminika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuna kitu cha kutushinda na kubabaika. Kama umededicate mwaka wako, anza kupokea. Anza kupokea. Anza kupokea, maana hayo mambo utayapokea kwa nguvu za nani? Za Roho Mtakatifu aliyemiminwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna mwingine anasema jamii yangu haina mtu amepata kazi, wale watoto, lakini nataka wapate kazi. Washapata kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nimeona kwa dedication mmoja. Wote wamemaliza hawajapata kazi. Nataka nikwambie washapata kazi. Wamepata kwa sababu gani? Kwa sababu mahali Roho yuko hakuna upungufu. Bwana Yesu asifiwe. So kazi zitapatikana, biashara ziinuke, mambo yaende mbele. Kama tulikuwa tunapaki gari moja, tutapaki zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na kujenga tutajenga, kununua tutanunua kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. So usiogope kufanya jambo. Kama kuna jambo uliogopa kulifanya, lifanye mwaka huu, kwa sababu uweza na nguvu ziko sasa. Bwana Yesu asifiwe. Hata watoto watakuwa na nguvu za ajabu. Vijana watakuwa na nguvu za ajabu. Kule shule mtakuwa mnashangaza watu. Hawa vijana wanatoka kanisa gani? Bwana Yesu asifiwe. Vijana wawili ama watoto wawili wanasoma shule moja, wako hapa kanisani. Sasa katika ile shule, huyu akitoka number 1, huyu number 2. Huyu akipata 100, huyu ni 100. Huyu ni 95, huyu ni 93, huyu nini. Yule mwalimu akasema hilo kanisa lenu ni la wachawi. Itakuwaje nyinyi wawili ndio mko hivyo? Yaani hamwezi, yaani kwani si mnakaa mbali, huyu ampata 90, huyu ni 99, huyu 99. Huyu nyinyi wawili mbona iko hivyo? Huyo mama wa mtoto mmoja akasema na muondoa pale shule. Kwa nini mwalimu aseme vile kama ndio simuondoe? Wacha hapo tu. Acha wajue kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Acha wajue kuna nani? Kuna Mungu. Lakini alikuwa ashasema mimi na muondoa yule.
Sasa muondoe. Kwa nini? Sasa mwalimu anasema vile kwa nini? Anambia ameona jambo tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo mwalimu si amejua pia wanakuja kanisa moja. Na huyo mwalimu akajua wanaimba kwaya moja. Na huyo mwalimu akayajua hayo yote kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo ambalo litakuwa gumu mwaka huu. Acha maisha magumu yawe huko. Acha hiyo njaa iwe huko. Lakini wakati tumepokea nguvu, hata njaa hatutaiona. Bwana Yesu asifiwe. Njaa itakuwa iko kwa masikio lakini haiko kwa tumbo. Unajua kuna njaa ya masikio ni wafanya kusikia. Hapo pana njaa, watu wanalala njaa, watu wako hivi, lakini si wewe. Wewe uweza uko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata haya mambo Yesu alikuwa akiyafanya, alifanya kutumia nguvu za huyo Roho Mtakatifu. Ngapi? Mwili. Mikate 5 na samaki wangapi? Na anasema wewe Baba, ninakushukuru maana unatupa chakula. Na uwezo ukaingia kwa kapu. Na ikaanza kumultiply. Hata ile biashara ndogo inaposhukiwa na Roho Mtakatifu itaanza kumultiply. So by the end of this year, hakuna biashara ndogo ndani ya kanisa hili. Biashara zote zitakuwa zimepanuka. Hakuna mambo madogo makao. Mambo yote yatakuwa yamepanuka. Kwa sababu Roho Mtakatifu kazi yake ni kumultiply kile ambacho kiko. Tunaposimama katika huo uwezo, tutamultiply. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa vile vitu mnafanya, anza kufikiria, huu mlango niko nao natosha? Anza kufikiria, hii space nilionayo inatosha? Maana Yesu akasema, ninakushukuru Baba maana unanipa chakula. Tayari mambo yakaanza kumultiply kwa sababu ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Anza kufikiria, kikianza kumultiply kile kiko nacho, mahali patatosha. Elisha akamwambia yule mwanamke Sarepta aliyekuwa anadaiwa, najua mumeingia na madeni wengine, si ndio? Huyo mama alikuwa anadaiwa, na anadaiwa mali nyingi, zimekopwa na bwanake aliyekufa, lakini ameachiwa watoto. Na yule anayewadai akatishia kuchukua wale watoto wafanye mateka. Fanye mateka, maana anadaiwa. Lakini Biblia inasema Elisha akaingia pale, akamwelezea, mimi nadaiwa, ninasikia uchungu, watoto wangu watachukuliwa, nitabaki peke yangu, wakafanywa mateka, wakafanywa watumwa. Na mtumwa hana mamlaka. Ukiwa mtumwa, yule bosi kama ameandika kwamba nikifa nizibe na mtumwa mmoja, ukiwa hai utasiba na yeye, maana wewe ni mtumwa, huna mamlaka. Sasa watoto wakafanywa watumwa. Na Elisha akamuuliza, una nini mbona? Akasema, nina mafuta, chupa kadogo ka mafuta, ninadaiwa. Labda nikiuliza wakati wanadaiwa, wengi mtanyosha mikono, maana si madaiwa. Na huyu Elisha akasema, lete mitungi yako, omba kwa majirani, omba mitungi, jaza mitungi hapa, jaza mitungi kwa mafuta dogo. Akamwambia, anza kuchukua mtungi mmoja. Sasa ile haikuwa ni uwezo wa Elisha, lakini Roho Mtakatifu akaingia ndani ya ile mafuta. Akamwambia, anza kumimina. Kichupa kidogo, akimimina mtungi umejaa, anaondoa. Kimimina anaondoa mpaka mitungi yote, mpaka ya kuomba ikajaa. Maandiko yanasema akauza, akalipa madeni, na bado akabaki na pesa ya kutumia, na akawa na uwezo wa kufanya lolote, maana ana hela. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ana uwezo wa kumultiply kile uko nacho. Na kama una deni mwaka huu,
umefunga mwaka hauna deni kama yule mwanamke Msamaria. Kwa hivyo madeni yako yanalipika mwaka huu na utabaki na pesa kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Madeni yote yanalipika, hata la chama, hata la school fees. Anajua wengine wameanza kushangaa itakuwaje. Kweli umeingia mwaka ukiwa na hayo madeni kama yule mama, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ana multiply kila kitu ulicho nacho ili ukapate kusimama bila madeni. Bwana Yesu asifiwe. Hapa duniani kuna mtu mmoja alijitangaza hadaiwi kitu. Ni nani? Lakini alikuwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. Nani alisema? Nimebakisha deni moja ambalo nitapewa nguvu nilifanye. Nani? Kuhubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa na deni la mtu. So yale madeni yenu mwaka huu yanaisha. Nazungumza historia ya kwamba nikiingia mwaka nilidaiwa 300,000, lakini nimefunga mwaka sidaiwi kitu, hata nimebaki na hizi. Lakini shida hata zileta kanisani zile za kubaki. Sababu nazo wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nadaiwa hivi, lakini nimefunga mwaka sasa nimelipa kila kitu mpaka nina hizi. Hivyo ndivyo mwanamke alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu tarajia uweza kubwa, tarajia nguvu za ajabu, tarajia mabadiliko ya ajabu, kwa sababu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mambo yanaenda kufanyika katika maisha yetu. Tusimame.